Watu wa Mungu, kuna siku nilikuwa napitapita kwenye mitandao hii ya kijamii, nikawa Facebook, nikakuta mtu mmoja ameandika ujumbe kwamba kwa nini maskini wengi, kwa nini watu wenye uhitaji, kwa nini watu wenye upungufu wengi ndio hutoa ushuhuda, mara nyingi ndio hutoa ushuhuda makanisani kuliko watu wenye vitu, wenye mali. Kwa nini maskini ndio hutoa ushuhuda sana makanisani kuliko wenye mali? Akawa anauliza kwa nini? Kwa sababu maskini ndio usikia wanasema, mimi mtoto wangu alikuwa ana karo, amepata karo, ameenda shule. Mimi nilikuwa sijapata hiki wiki hii, nilikuwa naumwa hiki, nimepona, niko vizuri. Yaani wanaotoa ushuhuda mara nyingi huwa ni maskini. Unasikia, nilikuwa na miaka mingi sina biashara zangu haziendi, sasa nimeingia kanisa hili, madhabahu hii imenifanikisha. Vitu kama hivyo huwa mara nyingi wanaosema hivyo ni watu maskini. Alikuwa anauliza kwa nini? Naam, shalom watu wa Mungu, ni wasalimu kwa jina la Yesu. Sasa hapa nitachambua baadhi ya sababu kwa nini maskini wanakuwa na ndo wengi wanakuwa wanatoa ushuhuda makanisani. Kwanza, sababu ya kwanza ni ile inferiority. Tunaita upungufu ule unaokuwa ndani yake. Unamfanya huyu mtu, unakufanya mtu kama ni mhitaji, una upungufu, lazima uwe tayari. Unakuwa tayari, ile hali inakusukuma kuwa tayari kuelezea matatizo yako, kuelezea ulivyotoka, ulivyobahatika kupita katika changamoto fulani na ukafika katika hatua nyingine. Kwa hiyo ule upungufu unamfanya mtu, unamsukuma mtu awe tayari kuelezea vile ambavyo aliweza kusaidika kutoka katika hatua fulani na kwenda katika hatua nyingine. Kwa hiyo hali ya upungufu ile inamsukuma. Biblia imesema kwamba heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 5:3. Lakini akisema maskini wa roho, sio maskini wa vitu, maskini wa nyumba, maskini wa fedha, maskini wa vitu vya ulimwengu huu. Hapana, ni maskini wa roho, yani wale watu ambao katika roho zao, katika mioyo yao, katika nia zao, katika shauku zao wana uhitaji, wanakuwa wahitaji. Anaweza akawa maskini kabisa, hana vitu, lakini ana vitu vingi, lakini ndani yake ana uhitaji ule wa kumtaka Mungu zaidi. Ndio maskini wa roho. Lakini kwa sababu ya kwanza hiyo ni upungufu. Upungufu ule unakufanya uwe tayari, uwe mhitaji, yani uwe tayari kuelezea, kuexpress kile ambacho unajisikia ndani na kama uliweza kusaidika kutoka katika mkwamo fulani ambao ulikuwa umekwama, ukasaidika kimiujiza, ukapita, tayari unakuwa wewe uko tayari kuelezea vile ulivyofanikiwa. Lakini pia sababu ya pili ni unafiki. Kuna wengine ni wanafiki, sio kwamba kile wanachokisema katika mioyo yao ndicho wanachokiwaza. Hata Biblia imesema katika Mathayo 15:8 kama hivyo, anasema kwamba wananitaja kwa midomo au kwa mdomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Mnafiki ni mtu ambaye anasema kitu, anachokisema na kilicho moyoni mwake ni vitu viwili tofauti. Yani unachokuwa unakizungumza kwa nje unaonekana uko vizuri, yani unataka upate sifa fulani, lakini ndani yako unachokizungumza ni tofauti. Kwa hiyo maskini wengi wanachokuwa wanakizungumza pale kwenye madhabahu, wengine wanakuwa wamepangwa, wengine wanakuwa wamesetiwa, wengine wanakuwa ni kweli wana shida na wamesaidika, lakini wanakuwa na kawivu fulani, labda kuwatamani sana wale ambao wanakuwa na vitu kuliko wao. Kwa hiyo unakuta kitu wanachokizungumza na wanachokiwaza ndani yao ni vitu viwili tofauti. Lakini sababu ya tatu ni unyonge ule ambao wanakuwa nao, unyonge ambao tunakuwa nao watu ambao hatuna mali za dunia hii, ni maskini. Unyonge ule ndio unatufanya tuendelee kujinyenyekeza sana kwa Mungu. Kwa hiyo mtu maskini, mtu ambaye hana vitu, ule unyonge unamfanya avutike sana kwa Mungu, kwa sababu kule anakuwa anaona anapata msaada wa karibu, anapata ile tunaita natural power
power ambayo haitegemewi, yani nguvu ile ambayo ni ya ziada katika mambo yake yote inamfanya amtegemee Mungu, kwa sababu ya unyonge ule ambao unakuwa nao. Lakini pia ni unyenyekevu. Maskini wengine ni wanyenyekevu, wengine sio wanyenyekevu, lakini ule umaskini unaokuwa nao unakufanya mtu awe mnyenyekevu kwa Mungu, awe awe tayari kushuka na kusikiliza maagizo, kwa sababu mtu automatically ukiwa na mali automatically wewe unajiona kama vitu vingi unaweza, kama vitu vingi wewe uko mbele zaidi, lakini pia huwezi kushuka kwenye mambo mengi kama una mali. Kwa hiyo huyu maskini anakuwa tayari kuwa mnyenyekevu kwa sababu tayari ana upungufu ndani yake. Lakini shida ya umaskini ambayo inayofanya wengi waende kutoa ni kwa sababu maskini, zile shida au ule uhitaji au yale mahitaji ambayo mara nyingi tunakuwa nayo mara nyingi huwa yanaweza kusolviwa kwa kanuni za kawaida za kibinadamu, ila sisi tumeaminishwa kwamba au ule umaskini tunaokuwa nao ndani ndio unatusukuma sana tunyenyekee kwa Mungu, ila kwamba sio Mungu tunampenda kivile. Hapana, ni kwamba ule unyonge, ule upungufu, lakini pia ule unyonge na upungufu mara nyingi ndio unatusukuma tuje kwa Mungu, lakini sio kwamba Mungu tunampenda kihivyo. Hapana, mtu akipata mali, uje muone mtu ambaye alikuwa hana mali, ana shida sana, anapofanikiwa mara nyingi tu tunajisahau, kama yule tajiri ambaye ameandikwa kwenye kitabu cha Luka 12 kwamba alikuwepo tajiri mmoja ambaye alilima mazao mengi, akaona kabisa hapa ninaenda kupata mazao mengi sana, akaamua akajenga maghala mapya, yale ya zamani akayavunja, akajenga maghala mapya makubwa. Akasema sasa hapa nikishaweka vitu vyangu kwenye ghala yangu hii, nitulie, nile, ninywe. Yesu akamwambia, au malaika akaenda akamwambia, leo hii Mungu anachukua roho yako. Kwa akaanza kumwambia hizo mali zitakuwa za nani? Kwa hiyo Mungu akaanza kutuambia uzima wa mtu haupo kwenye vitu. Uzima wa mtu upo kwa Mungu pekee. Kwa hiyo ndo hapo ukiendelea anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote tutazidishiwa. Ila maskini katika Bwana kabisa, maskini ni mtu mwenye uhitaji kimungu, maskini wa roho, ambaye anasema walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Yaani ni watu ambao wako tayari kusikiliza, wako tayari kujifunza, wako tayari kuonywa, wako tayari kupangwa, wako tayari kunyenyekea kwa Mungu, wako tayari kusikiliza maagizo ya Mungu. Hao watu Mungu ndo wanapendezwa nao, ndo maskini wa roho, awe tajiri au maskini wa dunia hii wa vitu. Basi nikushukuru sana, nilikuwa natoa sababu kwa nini maskini wengi, kwa sababu ya upungufu, unyonge, unyenyekevu, lakini pia wengine unafiki. Basi nikushukuru sana, neema ya Kristo ikawa pamoja na nyote. Amen.